Kwa staili hii, baby wangu Tems ataendelea kuwaburuza sana wasanii wa Afrika kimataifa. Angalia hii appearance yake kwenye red carpet ya tuzo za BET. And this is not enough bro. Angalia kwenye jukwaa alichokifanya. Angalia kwenye stage. Ameua big time. She delivered an amazing performance with elegance. Bana, huyo ni shemeji yenu Tems. Apewe ulinzi, mkimuona kokote mumuogope. Bana, usiku wa jana imefanyika hafla ya ugawaji wa tuzo kubwa za muziki za burudani pia duniani. Nazungumzia BET Awards ambazo kimsingi tuliona appearance ya wasanii wengi sana. Moja kati ya appearance kwenye red carpet ambayo ilivutia watu wengi sana ni mwanadada Tems baada ya kufika pale. Ambapo walivyofika tu kwanza wanaitoga mapapalazi wale wakawa wanamuomba picha nini, wanamsifia the way ambavyo amependeza, lakini hata mwanadada Caesar alishindwa kuzuia hisia zake. Akacomment pale kuonesha kwamba amevutiwa sana na ule muonekano wa Tems. Achana na hilo pia, performance ambayo ameifanya Tems kwenye jukwaa la hafla ya ugawaji wa tuzo za BET. Unajua kuna namna ya BET tukae yani hizi reels tuwe tunawatumia wasanii wetu wa kike, hata kama wameziona tumia nyingi sana, waone wajifunze tu, wapate ile inspiration kuona ni namna gani pia wasanii wenzetu wanafanyaje. Sio ukienda pale maana sijirusheni vitambaa, maana siji mfanye nini, maana siji nendeni kushoto kulia. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Yani kuna vitu fulani ambavyo wasanii wenzetu waga wanavifanya una enjoy. Yani kwa mfano Tems anaimba, ameshika mic, ani hapa patuki, halukiluki, hapigi kelele, siji oyo hizo mambo zishapita na wakati. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya Tems usiku wa jana bro, is like a lesson, kwa sababu yani wasanii wengine wasipojifunza sijui watataka nini tena. Ndio maana tunaona ni wao kila siku wanajirudia kwenye mahafla makubwa kama hayo. Kwenye Grammy yupo, kwenye BET yupo, kwenye Billboard yupo. Tems utamkosa wapi? Utamkosa wapi? Na mi Bounce utanikosa wapi?